Maafisa wa polisi kwa ushirikiano na idara ya DCI katika gatuzi la Isiolo wamefanikiwa kumkamata mshukiwa mkuu wa mauaji. Kwa mujibu wa idara hiyo usalama, ni kwa mshukiwa huyo alikamatwa na bunduki hatari aina ya M16 pamoja na risasi zake kufuatia operesheni kabambe ya wiki moja iliyolenga kuwasaka washukiwa wa mauaji. Dennis Wekesa ni mkuu wa idara ya uchunguzi wa jinai DCI gatuzi la Isiolo. Tumeweza kuwa tukifuata hawa suspects ambao tuko nao. Tumekuwa na number of cases za mauaji, lakini hatujakuwa successful kupata weapons ambazo zimekuwa zinatumika kwa mauaji. So siku ya jana tuliweza kupata breakthrough kwa sababu juma lililopita tulikuwa na leads kwamba suspect fulani alikuwa mahali kwa hospitali, alikuwa anapata matibabu. Tuliweza kupata hiyo suspect, tukamshika na tukampeleka kotini. Saizi ako remanded Isiolo Police Station. Na kupitia kwa hiyo suspect tumeweza kupata hii bunduki ambayo ilikuwa inaonyeshwa na County Police Commander. Na hii bunduki kulingana na uchunguzi wetu iko related na maafa ambayo yamekuwa yanatokea katika mji wa Isiolo. Katika mwaka wa 2025 Januari kuna mauaji yalifanyika upande wa Meru maili 3. Kuna jamaa anaitwa Patrick Nyaga Gathu aliuliwa Januari tarehe 26, na tumekuwa na ushahidi kwamba huyu suspect ambaye tuko naye in custody alihusika, na tuna sababu kuamini kwamba hii bunduki ilihusika katika hayo mauaji. Vile vile katika mwezi wa December last year katika sehemu ya Kambi ya Juu katika bar inaitwa Sakama kuna kijana aliuliwa usiku wa kuamkia Krismasi, na pia tumepata ushahidi kwamba huyu suspect pamoja na wengine ambao wako kwa rada yetu walihusika katika mauaji ya Muthethia. Pia katika mwezi wa pili tarehe 18 kuna mwalimu aliaga anaitwa William Maingi Gitobo ambaye alikuwa deputy principal Leparwa. Katika uchunguzi wetu pia tunaona kwamba huyu mhusika pamoja na wengine ambao ni kundi lake ndio walikuwa wameweka ile ambush ambapo marehemu deputy principal William Maingi Gatobu aliaga. Kisha mwisho tumekuwa na kesi ya mauaji ya madam anaitwa Angelica Kananu ambaye ilitokea mwezi jana, na tuna sababu pia kuamini kwamba huyu suspect ambaye tuko naye kwa cell ambaye jina lake anaitwa Alois Lochuchu ako cell na tumeshampeleka kotini, na sasa tuko na ushahidi wa kutosha kwa sababu tumepata hii bunduki ambayo tunaenda kuisubject kwa forensic analysis. Ningependa kuchukua fursa hii kuwashukuru wananchi kwa sababu tumekuwa tukiomba watupatie information, na ni information ambayo imetusaidia kuweza kujua kwamba suspect yako mahali fulani anapata matibabu, na baada ya kupata huyu suspect ndio tumeweza kupata hii bunduki, na tuko na habari kwamba ziko bunduki zingine kule nje pamoja na suspect wengine wako huko nje. So ningependa kuchukua fursa hii kuuliza our partners, ma chiefs, NPRs na wananchi kwa jumla waweze kutupatia information, na wale suspects wanajulikana, majina yao yanajulikana, ili tukaweze kuwanasa na tutoe hizi bunduki katika mikono mibaya ambayo iko na wananchi. Ni wakati wa kikao hicho na waandishi wa habari ambapo kamanda wa gatuzi hili Isaac Sang ameeleza kunaswa kwa silaha vikali ikiwemo visu ambavyo vimekuwa vikitumika na vijana kuhangaisha na kupora wakazi katika mji wa Isiolo, kwa kitoa tahadhari kwa wakazi kuhusu maneno ya madawa, kuhusu maneno ya chang'aa haramu ama pombe haramu, kuhusu maneno ya silaha haramu. Na kwa vile ile muungano yetu ya multi agency imetuwezesha tunase hizi bidhaa ambayo mnaziona mbele zenu, na ningependa kuanza na upande ya apparatus ya illegal brews ambayo ukiangalia hapa hivi tuko na mitungi na tuko na apparatus zile zinatumika kutengeneza chang'aa. Ukiangalia hizi mitungi utaiona ni mitungi za maji ndogo ndogo ile wananchi wanatumia kununua kwa soko, na ukiona yule mwenye anauza hizi chang'aa unaweza fikiria ni maji anakunywa, lakini ni chang'aa. So content yake iko juu sana hata kuliko ile pombe ya soko, na unajua mingi imeongezwa mpaka ethanol ndani ambaye ni hatari kwa binadamu. Ningependa pia kusia kwamba
kuna maneno ya madawa ambayo tuliweza kunasa, na mbele yetu tuko na bangi bale moja, na tuko na madawa zingine ambaye kwa market asiko, mpaka zile sigara ambayo zinakuwa imported exported, si ya kuuza hapa nchini kwa sababu haijaruhusiwa, bado tuliweza kunasa katika soko zetu za hapa Isiolo. Ningependa kusema ya kwamba ukiangalia mbele yetu tuko na silaha tofauti tofauti. Tuko na kisu. Hizi visu ni hatari sana kwa binadamu, lakini unakuta vijana wetu ndio wanatembea naye wakitisha naye wananchi. Hizi visu ni hatari kabisa, na unakuta vijana wamehuku kwa mili zao wakitembea nazo, wananyang'anya watu masimu na mavipeti kama wanawake. Hizi lazima tuangalie watoto wetu, kwa sababu hizi tulinasa kwa mtoto ya shule, ndiye alikuwa nazo hizi, hata alikuwa anataka kuumiza ofisa wetu, lakini tuliweza ku neutralize. Ningependa kusia kwamba kuna silaha hapa ambaye ni hatari. Hii punduki tumeitafuta kwa miaka mingi sana. Hii ni punduki ni aina ya M16. Na hii punduki imehusishwa kesi mingi ambaye ningependa bwana CCIO atueleze ile madhara ambayo hii punduki moja imekosa katika jamii ya watu wa Isiolo pande hii. Tuliweza kunasa na risasi na tuko na magazine hapa hivi, na ningependa kuhusi wananchi ya kwamba wale wanaweza pata nafasi ama kushuhudia ya kwamba hii silaha kama hii iko kwa mikononi ya wakora, tafadhali watupashe ripoti ili tufuatilie tuweze kunasa. Kwa jumla iko kama hii sasa. Ukiangalia pangi imepakiwa kwa sachet kama hii, hata wewe unaweza fikiria ni tobacco, ama labda unaweza fikiria ni ile herbs ya kutumia kupika kutengeneza chakula. So hizi unakuta iko na gramu 1 na gramu 2. Kwa sasa hizo asikosi maneno ya political interference iko, lakini huwa pia tunawaita viongozi wetu, tunaongea na wao ili waelewe, kwa sababu wakati tunafanya operation tunajua saa zingine wengine wanaingilia kazi yetu na kukemea kazi yetu wakati tunafanya, lakini tunawasihi ya kwamba wa understand ya kwamba sisi tuko hapa kusaidiana ili tuhakikishe maneno ya usalama tumeregesha, na hii mambo ya madawa tumeimaliza, so that vijana wetu wasiwe wameharibiwa na madawa. Kuna mwanafunzi wale wa shule zetu zenye siko hapa within Isiolo, wengi tumewanasa na madawa za kulevya, wengi tunawanasa wakiwa na silaha putu wakiwa kwa barabara. Ukiangalia distance kutoka ile shule yake mpaka mahali tumempata akiwa na silaha akipora wananchi, unakuta ni distance kubwa sana. Na tungesi ya kwamba sile mashule walimu, tafadhali muhakikishe kwamba mumeweka nidhamu mzuri kwa watoto wenu, na uhakikishe kwamba watoto wasisinikwa mashule, kwa sababu wakati wanasinikwa mashule ndio wanapata nafasi ya kwenda kununua hizi madawa za kulevya, na labda wanatumia hizo vigezo zao kudhuru wananchi. Tumepatana na wanafunzi kwa mara mingi sana wakiwa wametoka wakitumia hizi madawa, especially madawa ile inaitwa kete. Kuna dawa inaitwa kete ambayo ni wanafunzi wanatumia kwa wingi, kwa sababu unakuta hiyo kete imekuwa coated, unafikiri ni biscuit, wakati mwingine hata bangi unakuta imekuwa coated na kitu, unafikiri ni mandazi anakula, lakini ndani yake iko na nini? Iko na dawa. So tumeshika wanafunzi kwa mara mingi, lakini kwa sababu wanafunzi ni watoto wetu pia tunarifaa kwa shule for disciplinary. Nikiripotia Kamachu TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamachu.